Nipashe na Swane Mdoe. Natumai hujambo mtazamaji popote ulipo usiku wa leo. Karibu kwenye taarifa za Nipashe ambapo kuna mengi tuliokuandalia ikiwemo taarifa za michezo na kadhalika, lakini kwanza tupate yaliyomo. Mimi nitafanya yangu, wenye kuamua na walimu wa kusahihisha maneno ni nyinyi. Mtu ambaye hatakuwa amefanya kazi mumpeleke nyumbani. Rais Ruto aanza rasmi ziara yake Mlima Kenya akiahidi kutokuwa na ubaguzi kwenye utekelezaji wa ahadi zake. Mahakama yaharamisha ulipaji wa karo za shule kupitia mtandao wa e-Citizen. SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. Mabadiliko katika Wizara ya Afya, Duale akikumbana na changamoto za migomo katika siku yake ya kwanza kazini. Yeye uhakika hawezi akiingia huyo kama mwenyekiti kwa mfano, huyo ni Ruto. Viongozi wa upinzani watishia kusitisha uteuzi wa makamishna wa IEBC wakidai wanaohojiwa wana ukinzani wa maslahi. Karibu mtazamaji. Njoki Shege ndiye mkalimani kwa lugha ya ishara. Rais Ruto leo alipokewa kwa msisimko wakati wa ziara yake eneo la Mlima Kenya, ambapo wakazi wa kaunti za Laikipia na Nyeri walijitokeza kwa wingi kumkaribisha. Rais alianza ziara yake ya siku 5 katika eneo hilo. Amewahakikishia wakazi wa Mlima Kenya kwamba hata wasahau. Baadhi ya wandani wa Gachagua walionekana kumshabikia Ruto kwenye ziara hiyo, wakiahidi kufanya kazi na serikali. Mwadhani agosho Ngaino mwega Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Bwana Yesu asifiwe. Mamia ya watu wakijitokeza kumlaki Rais William Ruto katika siku yake ya kwanza ya ziara ya wiki moja katika eneo la Mlima Kenya. Rais Ruto akivamia ngome za aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua, akipiga kambi katika kaunti ya Laikipia na maeneo ya Kieni na Naromoru, kaunti ya Nyeri. Rais Ruto ambaye alizoa kura takriban milioni 3 kutoka katika kaunti 10 za eneo la Mlima Kenya, akisema hatalipa wema kwa uovu. Kura yenu ndio tunatumia kutengeneza serikali hii. Ni kweli ama si kweli? Kwani nyinyi mnafikiri mimi ni wazimu nikasahau? Nikasahau mahali nilipatia kura zenu? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba maneno ya Nyeri katika serikali hii, mtu ya kuulizwa number 1 ni mimi, kwa sababu nyinyi mniheshimu mkanipatia kura zenu, na nitahakikisha barabara zenu lazima zijengwe. Kuna watu naona wameanza kunishauri. Ati sijui wewe ukai kama unapigana na rais vizuri, sijui wewe ukai kama unabishana na rais. Kwani tangu siku gani kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? Rais Ruto akiongoza safu ya mashambulizi dhidi ya aliyekuwa naibu wake, akimtaja kama mkabila. Na mtu asiwaambie ati kuna njama sijui ya kubagua nani. Mimi nataka niwaambie ya kwamba hii Kenya hakuna tena siasa itaendeshwa ya ubaguzi ama chuki ama ukabila ama kutenga watu wengine. Sote tunaungana kwa pamoja tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Baadhi ya wandani watoka nitoke wa Gachagua wakionekana kuongoza msafara wa kumsifia rais, wakionyesha dalili za kuvuka sakafu na kuganda na serikali. Nyinyi mnajua mimi saa zingine husema kama mbaya. Leo sisi tunasema rais amefanya vizuri kutuletea nini? Maendeleo. Nanyuki Moriega. Hapo awali rais alizuru maeneo bunge ya Laikipia East na North, akizindua baadhi ya miradi ya maendeleo ikiwemo ule wa umeme kwa maelfu ya wakazi wa Laikipia pamoja na umeme kwa nyumba 10,000 katika kaunti ya Nyeri. Ziara hiyo inaendelea hapo kesho Jumatano. Emmanuel Toru, runinga ya Citizen.
Kwingineko, serikali imepata pigo kubwa baada ya mahakama kuu kuharamisha malipo ya karo kupitia mtandao wa e-Citizen. Katika uamuzi uliotolewa hii leo na Jaji Chacha Mwita, alisema kwamba agizo hilo ni kinyume na katiba. Maswali yaliibuliwa ni pamoja na ukosefu wa uwazi kuhusu anayekusanya fedha zinazolipwa kupitia mtandao huo na zinakohifadhiwa pesa hizo. Pia mahakama ilihoji kuwa umiliki wa mfumo huo una utata, hali ambayo inasababisha ukosefu wa uwajibikaji. Aliyekuwa katibu wa Wizara ya Elimu Belio Kipsang aliwaagiza wazazi wote kulipa karo kupitia e-Citizen Januari mwaka uliopita. Mamia ya maskwota waliowahi kuishi katika shamba la ekari 94 la Dupoto Darfur linalomilikiwa na shirika la reli mwaka 2023 wameandamana hadi katika mahakama ya Milimani na Wizara ya Ardhi. Wakazi hao wanalilia haki kuhusiana na fidia ya shilingi bilioni 2.7 kutoka kwa shirika la reli ambayo wanadai ilipotelea mikononi mwa matapeli. Maskwota hao wanadai hawakupokea hata ndururu kwenye fidia hiyo. Mamia ya maskwota wanaodai kunyanyaswa na wakuu katika Wizara ya Ardhi na wanasiasa kwa kuwanyima fidia ya shilingi bilioni 2.7 waliandamana hii leo nje ya mahakama ya Milimani na kisha kuelekea katika Wizara ya Ardhi. Walikuwa wamebeba stakabadhi na ramani inayoonyesha shamba waliokuwa wametengewa kabla ya shamba hilo kununuliwa na shirika la reli. It's really unfortunate that this money, the 2.7 billion, did not benefit the right people. The people who took this money are politicians, and we have records, and the trustees. Tunaomba serikali, EACC tumeandikia barua, DCI tumeandikia barua, uchunguzi ifanywe mara moja. Pia kuna barua tunataka kupeleka petition kwa parliament kwamba hiyo kamati ya lands iita watu na ichunguze. Huko 2023 tukiwa tumeambiwa na county commissioner wa Lang'ata twende tutalipo pesa the following day, tukafungua wote account. Tumeishi hizo miaka zote tukigoja pesa, kila siku tuko kwa banki mpaka tunafukuzwa na soja. Kati ya ekari 94 shirika la reli nchini linadaiwa kununua ekari 50 mnamo Disemba mwaka 2023. Ila maskwota wanadai ekari 38 zilinunuliwa na mwanasiasa mkuu serikalini, ila wao hawajapokea pesa zozote. Tuliwachagua trustees. Trustees tuliwachagua wakachukua shamba kama ni yao. Even after we have brought to the attention more than once that there has been illicit dealings that have left the people of Dupoto homeless, the people of Dupoto destitute, the ministry is still yet to communicate its position. We will fight today, we will fight tomorrow, we will fight until to the end, until the people of Dupoto get their land. Kati ya waliofaidika na fidia hiyo ni wanasiasa tajika ambao sasa wanalaumiwa kwa kuwanyanyasa maskwota hao. Melita Oletenges, Runinga Citizen. Viongozi wa upinzani sasa wanaonya kuwa watakwenda mahakamani kupinga uteuzi wa makamishna wapya wa IEBC iwapo Rais Ruto atawateua wendani wake. Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa wamesema baadhi ya wale ambao wamefika mbele ya jopo la uteuzi ni marafiki wa kinara wa ODM Raila Odinga na Rais Ruto. We are concerned that the Ruto regime is determined to control and direct the recruitment process of the commissioners with the ultimate objective of capturing the electoral management body. In fact, we can go as far as saying he is trying to recruit a William Ruto commission. Huyu mama aitwa Joy Medivo kwa mfano, yeye uhakika hawezi akiingia huyo kama mwenyekiti kwa mfano, huyo ni Ruto. Ruto kabisa. Hatuwezi. Na tuna haki kwenda mahakamani sababu tuliweka ile ripoti kwenye sheria. Na ndio sababu kwa statement yetu tumesema masuala haya sasa tutashughulikia kisiasa na vile vile kisheria.
Usimamizi wa chuo kikuu cha Nairobi umekiri kuwa shughuli katika chuo hicho zimekwama kutokana na madeni ya zaidi ya shilingi bilioni 12. Mzozo baina ya uongozi wa chuo hicho na baraza la chuo umeendelea kuzamisha shughuli katika chuo hicho, huku naibu chancellor akidai baraza limemtenga katika baadhi ya maamuzi ikiwemo kuwafuta wafanyakazi. Kamati ya bunge ya elimu ilizuru chuo kikuu cha Nairobi kufahamu chanzo cha chuo hicho kukwama kifedha na kutanzua mizozo ya usimamizi inayoyumbisha hatima yake. Kaimu naibu chancellor Margaret Chesang Hutchinson akifungua roho kuhusu masaibu yanayokumba chuo hicho, cha mno kikiwa madeni ya zaidi ya bilioni 12 ambayo ni pamoja na deni la makato ya uzeeni ya shilingi bilioni 7.8 na deni lingine la shilingi bilioni 4 linalodaiwa na mamlaka ya ushuru. But you will realize that the highest component that we have is the one for pension at 7.782 billion. Jesang akisema sasa chuo hicho kinazama kifedha na kinahitaji shilingi milioni 800 kila mwezi kulipa mishahara. Aidha, mabewa ya Kisumu na Mombasa yamesalia mahame kufuatia ukosefu wa wanafunzi. We only get 123 million from the ministry, from treasury, from government. So the other balance is where I was saying that we are having a challenge. Naibu chancellor akidai kusalia gizani kuhusu maamuzi mengi ya baraza la chuo hicho linaloongozwa naye Profesa Mkoa Nangwe na maamuzi ya kuwatimua wafanyikazi. I'm on record to have requested for signed minutes from the chair, to which I have not received up to today. Usimamizi wa chuo hicho umetilia utata kuajiriwa kwa wasimamizi 14 hadi 20 kwani hakuna stakabadhi za ajira. You have flouted the rules on recruitment, you have flouted the rules on constitution of management, and in fact the council itself has taken the mandate of management to run the university on day-to-day affairs. Huku chuo kikuu cha Nairobi kikiendelea kusakamwa na changamoto nyingi ikiwemo changamoto za kiuongozi na fedha, kamati ya bunge sasa inapendekeza hatua ya mara moja kuchukuliwa, la usivyo chuo hiki kitazama katika madeni na uongozi mbaya. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika chuo kikuu cha Nairobi. Waziri wa Afya Aden Duale ameahidi kukabiliana na ufisadi na kuboresha huduma kwenye wizara hiyo. Akizungumza baada ya kupokezwa ofisi na Deborah Barasa ambaye sasa amehamia Wizara ya Mazingira, Duale ameahidi kuwa madeni ya bima ya SHA yatakuwa yakilipwa ifikapo tarehe 14 ya kila mwezi. Hata hivyo, katika siku yake ya kwanza ofisini alikumbana na maandamano ya wahudumu wa afya walioko chini ya mpango wa UHC ambao wanadai kupewa ajira za kudumu na malipo ya marupurupu yao. Kwenye siku yake ya kwanza afisini katika jumba la afya, waziri mpya wa afya Aden Duale alikaribishwa na maandamano ya wafanyikazi wa UHC ambao wamekuwa wakigoma kwa wiki kadhaa wakidai kandarasi za kudumu pamoja na marupurupu ambayo hayajalipwa. Waziri alifanya kikao cha faragha na viongozi wa muungano wao na kuwaomba muda zaidi kushughulikia malalamishi yao. Na nimesema wanipe wiki 3. Niongee na other stakeholders wakiwa na county governments. Niongee na National Treasury. Niongee na bunge. Niongee na rais. Na lazima, hakuna shida dunia hii haiwezi kutatuliwa. Awali Duale alichukua rasmi wadhifa wa waziri wa afya kutoka kwa Deborah Barasa ambaye sasa ataongoza Wizara ya Mazingira. Duale akitoa onyo kali kwamba atavunjilia mbali makundi ya ufisadi na kurekebisha dosari za mfumo wa SHA ambazo zimeathiri utoaji wa huduma. Barasa akisema licha ya changamoto nyingi, mpango huo wa afya una uwezo wa kuboresha utoaji wa huduma kwa Wakenya. For me, it has been a privilege and an honor working at the Ministry of Health to be involved in the implementation of UHC. Seeing even the donor funds that are dwindling, we need to really work and gain the momentum that we need to have this implemented to the fullest. Duale akitangaza mipango ya kuleta mageuzi yanayolenga kupunguza mzigo kwa wagonjwa. Pia aliwahakikishia Wakenya kuwa madeni ya SHA yatalipwa ifikapo tarehe 14 kila mwezi, mbali na kuhakikisha hospitali zinapewa fedha za kutosha na huduma kuendelea bila matatizo. Today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day.
while oncology package for cancer patients has been enhanced to Kenya shillings 550,000 per person. Going forward, SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. Baadaye Duale alimpokeza rasmi Barasa uongozi wa Wizara ya Mazingira. I will continue the efforts set by my predecessor to implement the Sustainable Waste Management Act, enhance enforcement actions against plastic pollution, and promote circular economy initiatives. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen. Familia ya mwanamuziki mmoja kutoka Kongo inalilia haki baada ya jamaa yao kuuawa na mwili wake kutupwa kando ya bahari huko Diani, kaunti ya Kwale. Familia na marafiki wa Ngoto Koyani inadai kuwa njama fiche, kwani wiki 3 baadaye hakuna aliyekamatwa kuhusiana na mauaji yake. Kwa wiki 3 sasa simanzi imegubika familia ya jamaa na marafiki wa mwanamuziki Ngoto Koyani almaarufu Blackstar aliyepatikana ameuawa kando ya bahari eneo la Diani, kaunti ya Kwale. Mauaji yake yakisalia kitendawili kwa waliomfahamu. Mwanamuziki huyo kutoka Kongo anadaiwa kutolewa katika hoteli alimokuwa na kisha kuchapwa na kunyongwa kabla ya mwili wake kutupwa kando ya bahari Machi tarehe 8. Amekimbia vita Kongo, ni kama mtu amekimbia mvua kwa bahari, amekuja kukufia Kenya. Kitu tunaomba tu ni haki. Kutoka amekufa, tumefanya postmortem, amepatikana, wamemnyonga, but paka saa hii tuna habari kutoka kwa serikali ya Kenya. Walimuua kwa hoteli yake, pale alikuwa analala, walipeleka mwili kutupa kwa hiyo biti hapa karibu tuna yeye. Ndani ya biti ya mfuko yake ilikuwa na funguo, ilikuwa na simu yake, ilikuwa na bagi na pesa, ambayo bagi na pesa haikuonekana, lakini picha ya wanduku ambao wamechukua wako naye. Wanalaumu vitengo vya usalama, kimya hiki kikiwapa wasiwasi kila kukicha. Blackstar ni mmoja wa wakimbizi kutoka Kongo. And since then he died, no one had been investigation, no one had asked the hotel or something what have been happening. Really nothing have been happening after that. Familia hii inadai haki na kuitaka idara ya DCI kuharakisha uchunguzi. Aidha, wanaitaka hoteli hiyo kutoa kamera za CCTV ili kubaini ni nani waliokuwa na marehemu kabla ya kuuawa. Watu washikwe. Paka sasa hakuna mtu yoyote kushikwa. Hakuna. CCTV iko, lakini na hiyo hoteli hakuna lolote lifanyika. Tunaomba uchunguzi ifanyike akionekana. Marehemu amezikwa leo Mbaraki, kaunti ya Mombasa. Francis Mtilaki, Runinga ya Citizen. Kutoka Mombasa tunarejea hapa studioni. Mimi napata fursa ya kumeza mate kabla ya kurejea na taarifa kadhaa zilizosalia. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Ngozi yako ina glow. Nilijipaka mafuta leo asubuhi nikikam, lakini skin yangu ishaparara and it looks so dull. Sis, see, it's the new Nice and Lovely Lemon Extract Body Lotion. Hiyo ndo secret yangu to a moisturized and bright skin. Usimix. New Nice and Lovely Lemon Lotion, enriched with vitamin C and sunflower seed oil for 48-hour nourishing glow and brighter skin. Try Nice and Lovely Lemon Lotion today. Deals kibao kila wiki na Carrefour. Enjoy Winner Vegetable Oil 5 liters at 1,199 shillings. Face Toilet Roll White 10 pack at 349 shillings. Face Toilet Roll Pink 10 pack at 349 shillings. Bond 10 kg washing machine at 53,799 shillings. And LG fridge at 139,499 shillings. Deals kibao kila wiki na Carrefour.
Cut the firm ugali into fry-like sticks. Heat oil in a pan and fry the ugali sticks until crispy and golden brown. Sprinkle with salt, pepper or chili powder and serve with ketchup or a spicy sauce. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Amini usiamini, kijana mmoja kwa jina Joseph Ombogo alikamatwa kwa madai ya kuiba simu ya mwendesha mashtaka katika mahakama ya Kibra. Ombogo ambaye tayari ni mshukiwa katika kesi ya unajisi ambao alikuwa amefika kotini kusikiliza, sasa amejikuta akihusishwa na sakata nyingine ya wizi. Mshukiwa huyo amekamatwa pamoja na mwenzake eneo la Kawangware na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kibra akitarajiwa kufikishwa mahakamani hapo kesho. Leo katika mahakama ya Kibera, Joseph Ombogo, mshukiwa wa kesi ya unajisi inayoendelea, amekamatwa kwa kosa la wizi wa simu. Ombogo aliripotiwa kuandamana na baba yake ili kuulizia tarehe ya kusikilizwa kwa kesi yake. Ila walipokuwa ndani ya mahakama, mwendesha mashtaka aliyekuwa nao alitoka nje kwa muda mfupi akiacha simu yake mezani. Is it true umechukua simu kotini? Kuchukua niliokota iko hapo. Kuchukua nilichukua kutoka kwa mtu, nilipata hapo juu. Kuchukua nilipata tu hapo. Nafadhali ilikuwa na karatasi zingine hapo. Kwa hiyo karatasi ilikuwa na karatasi, kufungua karatasi ndio nilipata simu ndani. Hiyo ni lini? Leo tu. Aliporejea, mwendesha mashtaka aligundua kuwa simu yake haikuwepo na hivyo kuanzisha msako wa haraka. Picha za kamera za CCTV ndani ya mahakama zilionyesha Ombogo akichukua simu hiyo na kuondoka kimya kimya. Maafisa wa mahakama na wapelelezi waliungana na kumfuatilia mshukiwa baada ya baba yake kumpigia simu kurejea mahakamani. Ombogo alikamatwa alipofika mahakamani. Wakati wa mahojiano, Ombogo aliwaelekeza wapelelezi Kawangware ambako mshukiwa wa pili anayeaminika kuwa sehemu ya mtandao wa wizi wa simu alikamatwa. Washukiwa wote wawili kwa sasa wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kibera huku uchunguzi ukiendelea. Naomba hiyo simu ipatikane. Huyu msichana mwenye amepatia simu anamjua. Amwambie atuletee simu. Huyu msichana apewe simu ama apewe ndugu yake waniletee kwa nyumba, nilete kwa madam. Hiyo ndio naomba kwa sababu kesi mbili hii kijana atakufia hapa ndani. Ombogo anatarajiwa kufikishwa mahakamani kwa mashtaka mapya hapo kesho. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi. Hiyo ni sawa na kucheza mbele ya mdomo wa simba. Kwingine watu wawili akiwemo afisa wa polisi huko Kisii wamefikishwa mahakamani kuhusiana na tuhuma za kumdhalilisha mjane Melen Mogaka ambaye mazishi yalikuwa mumewe huko Nyamira. Haya ni huku mahakama ikiamuru washukiwa watatu wanahusishwa na mauaji ya msichana mwenye umri wa miaka 17 kusalia rumande kwa siku 14 zaidi huku uchunguzi ukiendelea. Elijah Kinaro Omoi ambaye ni afisa wa polisi mjini Kisii na Jones Manyasa ambaye alikuwa mhubiri katika hafla ya mazishi ambapo Melen Mogaka aliyeonekana kwenye kanda ya video akicharazwa kwa kukataa kumwaga mchanga katika kaburi la mumewe walifikishwa katika mahakama ya Nyamira mbele ya hakimu Christabel Agutu. Manyasa alikanusha mashtaka na hakimu kuamuru asalie rumande kwa siku 2 zaidi huku afisa huyo wa polisi akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000. Kesi hiyo ikitarajiwa kutajwa Alhamisi wiki hii. Documents, any documentation? Okay, fine. Okay, if you avail those documents, then 30,000 it is. So tunaona kwamba kwa ile cheo akuona kwamba police officer akiachiliwa kule nje na hiyo cash bill
uchunguzi inaweza tatizwa. Hayo yakiarifiwa, huko Wajir, washukiwa watatu wanaotuhumiwa kwa mauaji ya msichana wa miaka 17, Gala Aden, watazuiliwa kwa siku 14 zaidi, huku uchunguzi ukiendelea. Watatu hao ni pamoja na mumewe marehemu Kasim Mohamed, nduguye Mohamed Mahmoud Tifo na mmiliki wa nyumba Musa Sheikh. I find those to be compelling reasons to allow the application. Accordingly, I do grant the 14 days as prayed. They shall be managed in custody at Wajir police station. As the family, the suspects and everyone involved, we just want to work together with the police so that they can unearth the truth in this matter. Katika kaunti ya Nairobi, washukiwa Robert Waweru Mutula, Lilian Ng'ang'a na George Njoroge walikosa kufika mahakamani katika kesi ambapo Lucy Wambui Kamau aliaga dunia baada ya kufanyiwa upasuaji katika kliniki ya Body by Design miezi 5 iliyopita. Mahakama ikiamuru watatu hao wafike tena kortini Jumatano. Crispin Otieno, runinga ya Citizen. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi amesema hakuarifiwa kuhusu kukabidhi rasmi wizara hiyo kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Akizungumza wakati wa kukabidhi ofisi hiyo, Muturi aliwashukuru wafanyakazi wenza wa umma kwa kushirikiana naye katika wizara hiyo kwa takriban miezi 7 kabla ya kufutwa na Rais Ruto. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi aliaga rasmi ofisi hiyo baada ya kusimamishwa kazi na Rais William Ruto. Akizungumza kwenye hafla maalum ya kukabidhi wizara hiyo kwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, Muturi alilalamika kwamba hakupewa fursa ya kuandaa ripoti maalum ya utendakazi wake. Nobody had prepared any handover notes. It was fair that we prepared something, at least staff, senior staff under the PS Gadesha, prepared what it is that has been done, not just during my short tenure of 7 months and 15 days, exactly to 26th. Mwanasheria huyo mkuu wa zamani akiridhika na kazi yake na kuwashukuru maafisa wenzake kwenye wizara hiyo kwa kushirikiana naye katika miezi 7 aliyokuwa akiongoza shughuli humo. That we wanted to ensure that the public service is efficient, effective, agile, fit for purpose for the 21st century. Mudavadi akitangaza wizara hiyo itaendeleza baadhi ya mapendekezo ya Muturi. Apart from handing over this report, he has also indicated critical pieces of legislation that ought to be undertaken. Seth Olale, runinga ya Citizen. Maelfu ya wanafunzi katika kaunti 4 za Magharibi na Nyanza watanufaika na maji safi na salama ya matumizi shuleni. Hii ni kufuatia mchango mkubwa wa matangi ya maji kutoka kampuni ya Shabiki.com. Mpango huo umewezesha shule 18 za msingi na sekondari katika kaunti za Kakamega, Bungoma, Siaya na Busia kupokea matangi ya lita 10,000 ya maji kila moja, hatua inayolenga kuboresha uhifadhi wa maji safi. Mirindimo ya kina mama hawa kutoka Matungu, kaunti ya Kakamega ilikaribisha Shabiki.com na jamii na mchango wa matangi 18 kwa shule mbalimbali eneo hili. Wanafunzi wataweza kupata maji safi kwa wakati ambao unafaa. Tutaongeza zile vituo, zile taps za kuchota maji zitakuwa nyingi. Simama, simama. Hafla hii ya kufana iliyofanyika katika shule ya St. Maurice Mwira iliongozwa na Dr. Jane Makau ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kamari nchini BCLB, mshauri wa rais wa masuala ya wanawake Bi Harriet Chigai na mkurugenzi wa Shabiki.com Fred Afune, wakisisitiza umuhimu wa kuweka mazingira sanifu shuleni kwa manufaa ya wanafunzi ambao ndio viongozi wa kesho. We still have children who are not able to go to school because they have to go fetch water. In this day and age, we need to change that, isn't it? We are donating 10,000-liter water tanks and sanitary pads for young girls. Because education should never be disrupted by lack of basic necessities. Many schools struggle with access to clean water, affecting students' health and learning.
Similarly, many young girls miss school due to lack of menstrual products. Today, we change that. This remarkable gift not only addresses critical community needs, but also underscores our commitment to responsible gambling. Uwepo wa Shabiki.com uliteka maeneo mengi eneo la magharibi, huku mcheshi Inspekta Mwala akitangamana na wakazi kila Shabiki ilipotua. Kufikia sasa, shule zaidi ya 50 katika ukanda wa bonde la Ufa, Magharibi na Nyanza zimenufaika tangu uzinduzi wa shughuli hii mwezi Januari mwaka huu, huku zoezi hili likipanua mbawa zake kufikia kaunti zote za Kenya. Palipo na nia, bila shaka hapa kosi njia, na hatua ya Shabiki.com kushuka mashinani katika mchakato wa kuhifadhi maji ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanasalia darasani. Steve Shitera, runinga ya Citizen, Matungu, Kakamega. Na wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wamepata afueni baada ya magunia 3,000 ya mbolea kuwasili katika maghala ya NCPB. Hata hivyo, wakulima hao wanataka idara ya upelelezi DCI kuwakamata wakili timba wanaodaiwa kusababisha uhaba wa mbolea. Wakulima wanashuku kuwa mbolea hiyo inahifadhiwa kimakusudi ili kuuzwa baadaye kwa bei ya juu. Katika maghala ya NCPB mjini Kitale, mamia wa wakulima wamekusanyika wakihangaika kupata mbolea. Hali hii inadhihirisha changamoto kubwa wanazokumbana nazo wakulima wakati huu wa msimu wa upanzi. Beatrice Juma, mmoja wa wakulima waliokusanyika, anaonekana kukata tamaa kutokana na hali hii. Na kila tuelewe hii mbolea inaletwa kwa lori na kuanga kiasi gani, na watu wamegawiwa mbolea kidogo na kidogo wanasema mbolea imeisha. Wakulima wanashangazwa na jinsi mbolea inavyowasili na kutoweka, huku idadi kubwa ya wakulima bado wakihitaji bidhaa hiyo. Wanaelezea kuwa kuna njama fiche inayohitaji kuchunguzwa na maafisa wa upelelezi ili kubaini wahusika wa hujuma hii. Na watu wa nini ndio wanatumaliza hapa, brokers. Na wakati tunapoongea ukweli hatutaki kusikizwa na manager. So na kuomba hata kama anakudhulumu, hata kama wanafanya kinyo nafanya, kuja fuatilia maneno. Jana nilikuwa hapa mchana mzima. Trailer ilikuja jana moja. Na hiyo trailer watu waliingizwa pale ndani watu 20. Na kwa hiyo watu 20 hata 10 hawakupewa mbolea na ikasemekana imeisha. Baadhi ya wakulima wanasema kwamba mbolea inayopatikana kwa wingi si ile inayohitajika kwa hatua hii ya upanzi. Leo wanatuletea urea badala ya kutuletea DAP. Tangu lini mtoto akisaliwa anaweza pewa ugali badala ya maziwa? Wanafika hapa hakuna mbolea. Angalia saa hii ni mzimu wa kupanda. Tunapewa mbolea yenye mengi hapa ni urea. Mnaona ndio hiyo trailer na imeenda imeisha. Wakulima wa Trans Nzoia wanahitaji suluhisho la haraka kwa tatizo la upatikanaji wa mbolea ili kuhakikisha kuwa msimu wa upanzi hauathiriki. Wakulima katika eneo hili sasa wanaitaka serikali kuhakikisha kwamba inawanasa wale makateli ambao wamepiga kambi nje ya halmashauri ya nafaka wakinunua mbolea. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia. Tunarejea tena studioni tupate fursa ya kupumua kidogo kabla ya kuwajia na taarifa kadhaa ikiwemo za spoti. Miss Juana is here. She's here in the house. And Mrs. Paula is eating her alive. I'm afraid she's going to hurt her. How were you able to find him? Well, he left the hoodie behind, and inside it was a pack of cigarettes. I had the fingerprints analyzed in the lab, and yes, it turns out it's him. I think that for people who don't really know you, you could be really scary, you know? For those who don't know you, but I know that that's your way of showing your affection. Equity makes sure you're always insured. With our insurance premium financing, you will be 100% covered and you pay back with installments of up to 10 months. Visit any Equity branch near you to get your insurance cover today.
Karibuni sana. Thank you so much for coming. Hey, that shirt has seen better days. Mara, it's your faded shirt. Mara, it's your faded roof. Look at our roof from Mabati Rolling Mills. Still as vibrant after all these years. Unlike your shirt. Yes, MRM steel roofing tiles are made using advanced color coating technology that makes the color last. The tiles are even wider, so you use less pieces. Which saved us money. So you mean Mabati Rolling Mills saves you money? Yeah! Steal the show with versatile, Oriental and Elegantile steel roofing tiles. Backed by a genuine warranty only from Mabati Rolling Mills. Visit a dealership or call us today at 0788 202020. Tunapotumia mwili wa Yesu na damu ya Yesu Kristo, upewe roho mpya na upate mwili usio na magonjwa, uwe na afya tele kwa jina la Yesu Kristo. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu tukiwa tunaelekea ukingoni mwa taarifa za Nipashe. Akina mama zaidi ya 100 kutoka Sudan Kusini wamezuru Lokichogio kukutana na wenzao wa Kenya kwa lengo la kuhimiza na kusihi wanaume wao ama waume zao wakome kuiba mifugo na kuuana. Mwandishi wetu Cheboit Emmanuel anaripoti kutoka mpakani Nadapol, Lokichogio, kaunti ya Turkana. Hawa ni akina mama kutoka jamii ya Toposa wa Kapweta huko Sudan Kusini waliovuka mpaka na kukongamana na akina mama wenzao wa Kenya kutoka jamii ya Turkana huko Lokichogio na Nadapal mpakani kwa lengo la kuhubiri amani. Hapa wakionekana kuimba nyimbo za kueneza umoja na mshikamano. They are calling it a chair. We came as a group of women who came to strengthen the peace between the Toposa and the Turkana. So the importance of this peace is that this peace that the one women have created has brought a lot to us as women. Eneo hili la Nadapal licha ya kuwa na rotuba na malighafi nyingi limekuwa likikumbwa na utovu wa usalama, hali ambayo imekuwa ikizuia usafiri na serikali kuanzisha miradi ya maendeleo katika maeneo haya. Eneo hili, sehemu hii tunaweza kusema bunduki iko kwa mkono ya watu, lakini kwa sababu wamesikia amani na wamekubali, wameamua kuweka chini. Kwa mwezi 9 hivi haijalia risasi hata moja, inamaanisha hiyo amani hiko. Mkutano huu ulioandaliwa na shirika la Safer World ikishirikiana na APAD unalenga kuhimiza Watoposa wa Sudan Kusini na Waturkana wa Kenya wakome kuibiana mifugo. These women are the mothers of warriors. These women are married to the men who make decisions. So the purpose of their coming was to try to persuade the young warriors to desist from the aspect of killing each other, to desist from this aspect of cattle rustling. Akina mama walipokongamana waliazimia kuwa wanataka kutumia mpaka huu wa Kenya na Sudan Kusini kufanya biashara ya kimataifa. And the focus of this activity is finally to bring social cohesion and relationship between the two communities. Number 2 is also to enhance trade between Toposa and Turkana. And finally is to promote aspect of natural resource sharing, especially between Turkana and Toposa. We are witnessing the free movement of people. Trade is boosting, is moving forward.
whereby livestock traders from Toposa drive their bulls for sale in Lokichogio town, and likewise the Turkana traders move to Kapueta East County, and they trade really amicably, and everything is moving very well. Baada ya wiki tatu, akina mama hawa Lokichogio wanatarajiwa kuzuru Kapueta, Sudan Kusini, lengo likiwa kuhubiri amani. Kutoka Lokichogio, nada pale Kenya, nada pale Sudan Kusini hadi Narus, akina mama hawa kutoka jamii ya Toposa ya Sudan Kusini na Turkana Kenya wamekongamana hapa nada pale kuweza kukumbatia amani na kuweza kuamua kwamba wanazika uhasama uliopo ili kuweza kuishi kwa amani. Chaboita Manuel, runinga ya Citizen kutoka Nadapal iliyoko Lokichogio, eneo bunge la Turkana Magharibi. Michezoni sasa, timu ya taifa ya mpira wa miguu ya wanawake chini ya miaka 17 Junior Starlets wamepata mwaliko wa kucheza na wenyeji wa kombe la dunia chini ya miaka 17 Morocco kwenye mechi mbili zitakazochezwa wiki hii huko Rabat. Junior Starlets wamekuwa kambini tangu walipoiondoa Uganda kwenye mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia mwezi uliopita. Timu hiyo itaondoka kwenda Morocco hapo kesho kwa mechi mbili za kirafiki zitakazochezwa tarehe 4 na tarehe 7 mwezi huu. Tempo kidogo play. Players wanatamani sana tuinio game turudi tena World Cup. So kila mtu ana matamanio na anajua tunaenda kuinio game. So pia inatumotivate sana juu tunajua tumebakisha tu only 2 games home and away, na pia tunajaribu sana tuwin tena ndo turudi World Cup. Na mtazamaji, kufikia hapo ndio tunatamatisha taarifa za Nipashe kwa usiku huu wa leo. Njoki